Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa, leo ni Jumapili ya 3 ya mwaka A wa kanisa. Neno la Mungu linatualika tutoke gizani na kuingia katika nuru ya Kristo. Masomo yote matatu yanaungana katika ujumbe mmoja: Kristo ndiye nuru, Kristo ndiye mwito wa toba, umoja na utume. Ndugu zangu, tunapoendelea kumshukuru Mungu kwa mambo mbalimbali, tukumbuke kwamba tunaalikwa kuwa nuru kwa watu wote. Kristo ambaye ndiyo nuru halisi, basi na sisi ambao tumebatizwa katika jina la Kristo, basi tukawe nuru kwa mataifa yote na kwa wenzetu, kwa familia zetu, kwa ndugu zetu na jamaa zetu wote. Ndugu zangu, baada ya kujua kwamba sisi tunapaswa kuwa nuru, tumuombe sasa Mungu kibali cha kuadhimisha ibada hii ya misa takatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi kwa maneno, kwa vitendo, naomba kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenyewe, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie na tusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
uongoze mwenendo wetu kadiri ya mapenzi yako, ili kwa jina la mwanao mpendwa tustahili kujaa matendo mema kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Isaya 9 mstari wa kwanza hadi wa 4. Bwana aliingia nchi ya Zebuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameiona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru inawaangazia. Ameliongoza taifa, amezidisha furaha yao. Wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahiavyo wagawanyapo nyara, kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake na gongo la bega lake na fimbo yake yeye aliyemwonea, kama katika siku ya mdani. Neno la Bwana.
nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Tunasikiliza somo la pili. Somo katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakolosai. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 13 hadi 17. Basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba yote mnene mmoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali mhitimu katika neno moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu husema, mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amewajenga? Batizo kwa jina la Paulo? Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya neno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Neno la Mungu. Kristo alihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila neno katika watu. Haleluya. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Tunasoma Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya 12 hadi 23.
Basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohane amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya. Akatoka Nazareti, akaja akakaa Kapernaum, mji ulioko pwani, mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie lile neno lilonenwa na nabii Isaya akisema, inji ya Zabuloni na inji ya Naftali, njia ya bahari ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika inji na uvuli wa mauti, mwanga umewazukia. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea ndugu yake, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi na wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohane nduguyo, ambaye walikuwamo chomboni pamoja na Zebedayo baba yao, wakizitengeneza nyavu zao. Akawaita, mara wakakiacha chombo na baba yao wakamfuata. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme, na kuwaponya wagonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari ya miaka mingi. Safi. Jamani, niliwamisi, hamjanimisi? Tumekumisi. Niko ndani ya nyumba leo. Kwa hiyo tukae mkao wa kula kama kawaida yangu, nikianza ukifumbua umemaliza hiyo. Imani kama hilo mnalijua. Basi ndugu zangu, leo Jumapili hii ambayo kimsingi ni Jumapili ya 3 ya mwaka A wa kanisa. Mama kanisa anatualika sisi kuwa nuru. Kristo ndiye mwito wa toba, umoja na utume wetu sisi kama Wakristo. Katika somo la kwanza, nabii Isaya anazungumza juu ya watu waliokuwa wanaishi gizani. Watu wanaoishi gizani, lakini sasa wameona nuru kubwa. Giza hapa sio tu kukosa mwanga wa macho kama vile ambavyo watu wananionani hapa. Sio giza ambalo linazungumzwa, bali ni hali ya kukosa matumaini, haki, amani na mwelekeo wa maisha. Tuko watu ndani, tunaanza mwaka mpya huu, tuko gizani kwa sababu tumekosa matumaini. Hatujui kesho yetu. Na hili giza ambalo ni giza la haki, tumekosa haki za msingi. Tumekosa amani na tumekosa mwelekeo wa maisha yetu. Hili ndio giza ambalo Kristo leo tukimfuata anatupa nuru ya kujua hatima ya maisha yetu. So giza hapa, kama ambavyo nimewaelekeza, Mungu anaahidi kuvunja nila ya mzigo wako, gongo la bega lao na fimbo ya muonevu wao. Huu ni ujumbe wa matumaini, ni ujumbe wa tumaini kwa dunia ya leo iliyojaa mizigo ya umaskini. Ndani ya familia, baba kivyake, mama kivyake, mtoto kivyake, mjukuu kivyake, wote kivyao. Na hivi katika dunia hii iliyojaa mizigo ya migawanyiko, vita na dhambi, Kristo anakuja kama nuru ya kweli kuwaweka huru wanadamu, kutuweka huru tumjue Kristo anayetamani sisi tuwe kwenye nuru. Lakini swali hili, je, sisi tunasaidiaje wengine wasione hii nuru? Tuko humu ndani kama binadamu. Je, Kristo anahangaika watu waone nuru.
Tuko watu ndani tunaohangaika ili watu wasione nuru, watu wenye chuki na vitina, watu wasiopenda maendeleo ya wenzao. Kuta wanazungumza mazungumzo ya watu wengine, hawazungumzi habari ya kwao, hawayajui hata ya kwao, ila wanayajua ya watu wengine. Hawa wanakuwa ni kizuizi kuwafanya wengine wasione nuru. Tunazidisha mzigo kwenye maisha ya binadamu wenzetu, tunazidisha mizigo kwa maisha ya wenzetu. Ndugu zangu, katika somo la pili, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korintho, Mtume Paulo anatoa onyo kali dhidi ya migawanyiko, fitina na hila ndani ya jumuiya ya waamini. Anasema wazi, na wasii msigawanyike. Migawanyiko hii haiko tu katika jamii za waamini wa kawaida, bali hata katika nyumba za watawa na viongozi wa kanisa. Tunapotengeneza makundi, manung'uniko na vitina, tunamgawanya Kristo mwenyewe, na hiyo ni dhambi. Tunamgawa Kristo ambaye yeye anatuomba sisi tuwe ni nuru pia kama yeye. Na hivi tunawasihi zaidi, msigawanyike ili tusimgawe Kristo. Paulo anakumbusha kwamba yeye hakutumwa kubatiza kwa majina yake, bali kuhubiri Injili ya Kristo. Hapa tunaitwa kujiuliza, je, tunalitangaza kanisa au Kristo? Je, tunatafuta umaarufu wetu au utukufu wa Mungu? Na katika Injili ya Mathayo, Yesu anaanza rasmi utume wake kwa maneno, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Toba ni mlango wa nuru. Katika toba tutapata mwanga. Katika toba tutakuwa wana wa nuru. Katika toba tutamuunganisha Kristo, hatutamgawa Kristo. Ndugu zangu, toba ni mlango wa nuru, na bila toba hatuwezi kuwa wana wa nuru. Yesu pia anawaita wanafunzi wa kwanza na kuwafanya wavuvi wa watu. Hii inaonyesha kuwa kila Mkristo ana mwito wa kuwa chombo cha nuru kwa mwingine. Mgeukie jirani yako, mwambie, naomba uwe chombo cha nuru kwangu. Ndio, hilo ndio agizo, ndicho anachokiomba Kristo leo. Hata ukirudi nyumbani, kamwambie mwenza wako, kamwambie mjukuu wako, kamwambie ndugu yako, naomba uwe chombo cha nuru katika maisha yangu. Hilo ndio la msingi. Na hivi ndugu zanguni, Yesu anawaita wanafunzi hawa ili aonyeshe kwamba sisi sote tumeitwa kuwa vyombo vya nuru. Unatukumbusha kuwa kanisa limeitwa kuwa ishara na chombo cha mwanga wa Kristo kwa mataifa yote. Huu ni mwito wa sisi sote kama Wakristo kuwa ni chombo cha nuru, kuwa ni chombo cha mwanga kwa mataifa yote. Tatizo la leo ni kwamba mara nyingi tunajitangaza sisi, hatumtangazi Kristo. Vyeo vyetu, makundi yetu, mafanikio yetu badala ya Kristo. Tunatangaza vyeo, tunatangaza makundi yetu kwamba sisi tuna kikundi fulani, sisi ndio sisi tunaojua, lakini tunapaswa kumtangaza Kristo. Tunahubiri vyeo vyetu kwa watu badala ya kumhubiri Kristo. Je, sisi kweli tutakuwa ni nuru ya mwanga huo ambao unatufanya sisi tuitwe wana wa Mungu? Ndugu zangu wapendwa, leo tunaitwa kutoka gizani na kuishi katika nuru ya Kristo, kuacha fitina, migawanyiko na hila. Wako watu ambao kutwa zima wanawaza tu waliofanya wenzao ili wao wakawatangaze, na hali wao nao wameitwa kuwa chombo cha nuru, lakini wanakuwa ni chombo cha giza. Kuwa mashahidi wa toba, umoja na Injili, na kuwa mwanga wa Kristo katika familia, jumuiya na jamii zetu. Tujiulize leo, wewe katika familia yako, je, wewe ni mwanga au ni giza? Vijana mtaani anakuambia, au unaleta tu kiwingu kwenye familia. Kiwingu maana yake nini? Kukiwa kuna wingu sa uone, maana unaleta giza kwenye familia.
Unapaswa ulete matumaini, uone nyuso za furaha za watu wako. Tumuombe Bwana atufungue macho yetu, avunje nila zinazotufunga na atujaze nuru ya kweli, ili kwa njia ya maisha yetu wengine wamuone na kumtukuza Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vinaumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi, akateswa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu ilivyoandikwa, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufuko wa wafu na uzima milele ijayo. Amina. Yesu alipotangaza habari za ufalme wa Mungu, alituhakikishia kwamba tutaingia katika ufalme huo kadiri tunavyomwongokea yeye kwa kutubu. Bwana Yesu Kristo, ulifanya ishara nyingi za ufalme wa Mungu. Utujalie kutambua ishara hizo katika neema na baraka unazotupatia. Bwana, tunakuomba utusikie. Uliwaponya wagonjwa ili kutuonyesha kwamba wokovu ni usalama wa roho na mwili na wa mwili. Utusaidie tuweze kuwasaidia wagonjwa kwa njia mbalimbali. Bwana, tunakuomba utusikie. Uliwasamehe wote waliokujia, utupe moyo wa kuwasamehe wale wanaotukosea. Bwana, tunakuomba utusikie. Kudharauliwa na kuonewa. Bwana, tunakuomba utusikie. Kukufukuza mtu yeyote aliyesumbuliwa na mzigo wa maisha. Utuimarishe tuwasaidie wengine kubeba mizigo ya maisha, kama vile wazazi mbalimbali wanayohitaji katika uzee wao. Bwana, tunakuomba utusikie. Mungu Baba, ulikamilisha mpango wa wokovu. Pokea maombi yetu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Rudisheni kwake
sana uovu wangu na kinywa changu kitanena sifa zako. Na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake takatifu. Bwana, upende kuvipokea kwa wema vipaji vyetu. Inueni mioyo, tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kwani vema na haki tenda kufana kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Baba uliye mtakatifu, kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno wako ambaye kwa njia yako uliumba vitu vyote. Ndiye uliyemtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi, akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira. Kwa kuwa hata kutimiza mapenzi yako na kutupatia taifa takatifu, alipanua mikono yake alipoteswa msalabani, ili angamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tangaza utukufu wako, tukisema kwa sauti moja: Mtakatifu, 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 mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Mtakatifu, 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 mtakatifu Mungu wa majeshi. Mbingu na ulimwengu kweli zimejaa utukufu wako, zimejaa utukufu wako. Mbingu na ulimwengu kweli zimejaa utukufu wako, zimejaa utukufu wako. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifu vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Kikombe akashukuru tena na aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu
wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujua Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyoambia mitume wako, amani cheni amani yangu na wapa, tazame dhambi zetu tu imani ya kanisa lako. Upende jalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Mpeane amani ya Kristo. 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 Maondoaye dhambi za ulimwengu, heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, ustahili uje kwangu, lakini sema neno na roho yangu itapona. Bwana alivyo na upendo, tazama ametuandalia chakula cha uzima. Bwana alivyo mkarimu, Bwana alivyo na upendo, tazama ametuandalia chakula cha uzima. Jongeeni kwake, kwa kula mwili na kunywa damu ya Bwana Yesu Kristo, tunapata uzima ndani ya nyoyo zetu. Pia kwamba nalinga kwa sababu nina vyote Bwana asema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima.
Mungu Mwenyezi, tunakuomba utujalie ili kwa kuipokea neema iletayo uzima wako tuone daima fahari juu ya fadhili yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani.